Kodi ya pili ni kafara. Ili ufanikiwe kwenye jambo la aina yoyote, unahitaji kutoa kafara, na kafara yenye nguvu ni ile kafara ambayo inahusisha utoaji wa damu. Na hapa nitakupa kafara mbili ambazo wewe unaweza kutoa ili zilete matokeo kwenye maisha ya kwanza. Kafara ya kwanza ni kafara ya damu ya Yesu Kristo. Hii ni kafara ambayo tayari umeshalipiwa, maana Biblia inasema alitolewa kafara kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo Yesu tayari alishatolewa kafara kwa ajili ya wewe. Kwa hiyo maeneo yote ambayo yatahitaji wewe utoe kafara, unaweza kumtoa Yesu Kristo kama kafara kwenye yale maeneo. Damu ya Yesu ni tofauti na damu nyingine zote. Kuna damu za wanyama, kuna damu za binadamu. Hizi damu nyingine zote zina expire date, zina muda wake, zinaisha. Ndio maana kila unapozitoa anakuambia utoe tena, manake zinaisha muda. Lakini Biblia inasema kwamba damu ya Yesu inanena mema, na damu ya Yesu huwa haifi. Wakati wowote ni damu ambayo ipo hai. Kwa hiyo unapokuwa na damu ya Yesu kwenye jambo la aina yoyote, hauhitaji tena kutoa kafara mara kwa mara. Kwa hiyo sehemu yoyote ambayo watakudai kafara, unamtoa Yesu Kristo kama kafara ya kwako, na utaanza kuona mafanikio kwenye maisha ya kwako. Kwa nini damu? Kwa kuwa damu ndiyo ambayo inakupa nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana nakwambia utoe damu. Inasema itoeni miili yenu kama zabihu. Kwa hiyo kafara ya pili ambayo unaweza kaitoa ni mwili wa kwako mwenyewe. Kwa namna gani? Unatoa muda wako, unajitoa kikamilifu mbele za Mungu kumtumikia kwa nguvu yote. Unapofanya hivi, utaanza kuona matokeo pia kwenye maisha ya kwako. Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Unapokuwa umefanya hivi vitu vyote, utaanza kuona matokeo yasiyokuwa kawaida kwenye kila jambo ambalo unalifanya. Lakini pia unatoa mwili wako kwenye kazi za kwako, yaani unazipa kazi zako na vitu unavyofanya muda wa kwako. Unaweza kuwa umebarikiwa, unaweza kuwa unatoa kafara ya Yesu Kristo, lakini usipoonekana sehemu ya kazi ama usipokuwa unafanya kazi, hakuna matokeo ambayo unaweza kuyaona. Kwa hiyo unahitaji pia kujishughulisha wewe mwenyewe kimwili, ili kwamba uanze kuona matokeo kwenye kila jambo ambalo unakuwa unalifanya.